أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق
الله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea na suratul Hashr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Hashr madaniyatun 24 aya. Suratul Hashr imeshuka Madina, ina aya 24. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa al-azizul hakim. Vimemsabihi Mwenyezi Mungu vile vilivyokuwa katika mbingu na vile vilivyokuwa katika ardhi, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda, ni mwenye hikma. Maana ya sabaha kama alivyoeleza mufassiri wetu aina sahahu, maana yake vinamsabihi Mwenyezi Mungu vyote vilivyo katika mbingu na vitu vyote vilivyo katika ardhi, vyote vinamtakasha. Salamu mazidatun, lamu iliyokuwa katika lillahi ni yenye kuzidi, kwa sababu fiili sabaha ni mutaaddi, inahitaji mafuuli. Kwa hiyo ilikuwa kilugha ni sabaha Allah, lakini wanasema sabaha lillah, kwa hiyo wanasema lamu imezidi. Alfil itiani bima, na katika kuleta ma badala ya kusema sabaha lillahi man fis samawati, ameleta ma badala hiyo man. Kwa hiyo kuleta ma hapa taghlibu lil akthar, ni taghlibu kwa wale waliokuwa wengi, ni kwamba wale wasiokuwa na akili ni wengi zaidi kuliko wenye akili. Ndio maana taghlibu hiyo inakuwa ni taghlibu, ni kuwafanya wale wasiokuwa na akili ni wengi. Ndio maana kuletwa ma vinaingia vitu vyote, kuliko ni kwa man ni kwa sasa ni wenye akili tu. Kwa hiyo sura hii ndio hivyo inaitwa suratul Hashr kwa maana yake. Wa huwa al-azizul hakim fi mulkihi wa sulaihi, na yeye ni mwenye kushinda, ni mwenye hikima kubwa katika ufalme wake na katika matengenezo yake. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab, yeye ndiye ambaye amewatoa wale ambao wamekufuru katika ahli alkitab. Min diyarihim, amewatoa katika miji yao. Ni awwal al-hashr, wa ile hashri ya kwanza. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru,
yeye ndiye ambaye amewatoa wale ambao wamekufuru min ahli alkitabi, katika ahli alkitabi, banu nadhiri min alyahud, banu nadhiri katika mayahudi, min diyarihim, amewatoa katika miji yao, masakinihim bil Madina, maskani zao na majumba yao huko Madina, walioko huko Madina walitolewa, watokeni kwa amri, tokeni katika nchi hii ya Madina, nendeni huko, nendeni makwenu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asema yeye ndiye wa kwanza, ndiye ambaye amewatoa, maana wametoka kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwamba tokeni. banu nadhiri min alyahud min diyarihim masakinihim bil Madina liawal alhashr, kwa ile hashri ya kwanza. Hashri ni kusanywa watu wakatolewa, huwa hashruhum ila Sham, ile kukusanywa kwao kupelekwa Sham, hiyo ndio hashri ya kwanza. Wa akhiruhu, na hashri ya mwisho, an ajlahum Umar, ni kuwatoa Umar fi khilafatihi, katika ukhalifa wake, ila Khaybar, kuwapeleka Khaybar. Hiyo ndio ya mwisho. Ya kwanza ni kutolewa ahlul kitabi kupelekwa Sham. Ya pili ni kuja kutolewa, ambao ni kutolewa na Umar ibn Khattab katika ukhalifa wake kupelekwa Khaybar. Hiyo ndio hashri ya pili. قوله لأول الحشر متعلق بأخرج، وإضافة للحشر أول للحشر من إضافة الصفة للموصول، أي للحشر الأول. وعلم أن الحشر 4: الأول إجلاء بني النضير، ثم بعده إجلاء أهل الخيبر، ثم في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس، ثم في يوم القيامة حشر جميع الخلق. فايو ndio hivyo. واخره ان اجلاهم عمر في خلافته الى خيبر. قوله الى خيبر صوابه من خيبر وما صرح به غيره، وذلك ان عمر اجل اليهود من خيبر وجميع جزيرة العرب الى أذرعات وريحها من الشام. نعم. ما ظننتم أن يخرجوا، hamkudhania nyinyi waumini kutoka wao, yani jinsi walivyokuwa wamekita vizuri sana pale Madina, waumini hawakudhania kwamba hawa watatoka, walikaa vizuri. Ma dhanantum ayuha almu'minuna an yakhruju, hamkudhania nyinyi waumini kutoka, kwamba wao watatoka hapo kwenda huko kwenye maeneo mengine, kwenda Sham kwao, hamkudhania. Kwa hiyo ndio hivyo, walikuwa wametulia vizuri, wana watu ambao wanaweza wakasaidia na nguvu nzuri, kwa kiasi Wayahudi pale walikaa sawa. Kwa hiyo ndio Mwenyezi Mungu asema ma dhanantum an yakhruju, hamkudhania nyinyi waamini kutoka wale Wayahudi, lakini wazannu annahum mani'atuhum rusuluhum, na wenyewe wakazania kwamba
eti ngome zao, wakadhania kwamba wao ngome zao yani zenye kuwazuia ngome zao. Wadhanu, wakadhania nao kwamba hakika wao maniatuhum husunuhum, ni zenye kuwazuia ngome zao. Na wenyewe wakadhania hivyo, wakayakini kwamba sisi tuna ngome, hawatatutoaje hawa. Ila husunuhum fa'iluhu, wadhanu annahum maniatuhum khabaru an, hiyo maniatu khabari anna, halafu husunuhum ni fa'ili yake, ni fa'ili ya nani? Ya ile maniatuhum. Na wakasema bihi tamma al-khabar, kwa hiyo maniatuhum ambayo ndio fa'ili bihi, kwa hiyo fa'ili huyu ndio tamma al-khabar, imetimia nini? Habari imetimia. Kwa maana usema bihi tamma al-khabar, kwa hii husunuhum ambao ndio fa'ili huyo, kwa hiyo imetimia nini? Habari imekamilika. Min Allah, kwa hiyo min Allah maneno yanahusiana, lakini ndio hiyo min Allah, kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Maana ngome zao zenye kuwazuia kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Min adhabi faatahumullahu min haythu lam yahtasibu, akawaendea Mwenyezi Mungu kwa njia asiyodhania. Faatahumullahu, akawaendea Mwenyezi Mungu, maana likawaendea jambo la Mwenyezi Mungu min haythu lam yahtasibu, kwa njia asiyodhania, amruhu wa adhabu lam yakhtur bibali, hakudhania hata kwa mioyo yao, min jihati almu'minin, kutoka kwa upande hao waumini. Waumini ndio waliofanya mambo hayo, ya adhabu yenyewe kutoka upande huo, ni adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini min jihati almu'minin. Elewa? Ndio maana yake faatahumullah, akawaendea Mwenyezi Mungu, maana likawaendea jambo la Mwenyezi Mungu na adhabu yake min haythu lam yahtasibu, kwa njia asiyodhania, lam yakhtur bibali, min jihati almu'min, kutoka kwa upande wa muumini. Zalika wa qadhafa fi qulubihim ru'b, akatupa Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao woga, akatia woga pale. Ndio wa qadhafa fi qulubihim ru'b, akatupa Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao woga. Bisukuni al-ain wa dhammiha, ru'ub na ru'b maana yake al-khawf biqatl sayyidi. Hayo yalianzia hayo woga upatikana kwa kule kuuliwa bwana wao ambao ni nani? Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, kama vitabu vya sera vinavyotueleza, Ka'b al-Ashraf, vitabu vya sera vinatueleza Ka'b al-Ashraf alikuwa ni mtu ambaye ni tishio. Kwa hiyo Mtume akatangaza, nani atamuua Ka'b al-Ashraf? Katokeza watu kama sitamuua. Kwa sasa alipouliwa ambaye kiongozi wao Ka'b ibn al-Ashraf, hapo sasa walipata oga, sisi hapa kwa namna hii tutakufa kweli sasa. Na kuuliwa kwake kulikuwa katika mfungo 6 katika mwaka wa 3 tangu hijra, kama takata. Kauliwa huyo bwana
Ka'b bin Ashraf. Yukhribuna buyutahum, na iko kiraa kingine yukharibuna buyutahum bitashdid wa takhfif min akhraba. Takhfif itakuwa min akhraba ndio yukhribun. Kwa hiyo wanayabomoa majumba yao, wanavunja majumba yao, wanabomoa wenyewe kwa mikono yao. Walipoambia tokeni, basi ukawa sasa yukharibuna buyutahum, wanayabomoa majumba yao, liyankulu mastahsanu, ili wapate kugurisha vile ambavyo wenyewe wanaviona ni vizuri, vitu vizuri waende navyo. Yukhribuna buyutahum, wanabomoa majumba yao, liyankulu mastahsanuhu minha, ili wavigurishe vile ambavyo wameviona ni vizuri katika majumba yao hayo. Min khashabi, miongoni mwa miti, mbao zile. Khashabi, khushubu, inakuja khushbu, wale mbao zile nzuri, wanabeba miti ile ghairihi na sokwa hiyo. Wanabomoa biaidihim, kwa mikono yao, waidi lilmu'minina, na mikono ya waumini. Wao wenyewe wanabomoa na huko waumini nao wakiwasaidia. Kwa hiyo hivyo ndio hali ilivyokuwa. Maana wale waumini sio kwamba wanasaidia, nao wanabomoa ili waingie wakaangalia kuna nini. Ndio biaidi lilmu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni enyi wenye akili. Zingatieni enyi wenye akili. Itaidhu bihalihim, wala tataru wala tatamidu ala ghairillah. Wenye akili zingatieni kwamba Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Nitaka jambo litakuwa, ndio mwenye kila jambo, mwenye kila kitu. Hao walidhania hataondoka na ameondoka. Wana ngome za kuwazuia na hazikuwa tosheleza chochote, waliondoka. Kwa hiyo zingatieni enyi wenye akili. Walaula an kataba Allahu alaihim aljala, na lau sikuhukumu Mwenyezi Mungu yeye kutoka katika nchi yao hiyo, katika mji wao, la'adhabahum Allahu fi dunya, angeliwaadhibu Mwenyezi Mungu hapa duniani. Walaula an kataba Allahu alaihim, lau sikuwajibisha na kufaradhisha na kuhukumu juu yao kutoka al-khuruja min al-watan, kutoka katika ulimwengu. Wala alitoka bila ya kuuliwa, wala nitoka ameni wakahama basi. Lakini sasa isingekuwa hivyo, isingehukumiwa hivyo kutoka, basi Mwenyezi Mungu asema la'adhabahum fi dunya, angeliwaadhibu hapa duniani. Angeliwaadhibu bil qatl, kwa kuuliwa, wasabi, kutekwa. Kama fuila ni Quraidha minal Yahud, kama liliofanywa hilo kwa Quraidha katika Mayahudi. Quraidha waliuliwa na wao kwa kuwa Mwenyezi Mungu amehukumu kwamba watoke basi. Lakini si kama si hivyo,
na wao ni hivyo. Wala hum fil akhirati adhabun nar, na wao wana wao huko akhira adhabu ya moto, bali ya adhabu hii hapa duniani, wao huko akhira huko wana adhabu ya moto. Dhalik, hilo liannahum, kwamba wao shaqu llaha wa rasulahu, kwa kwamba wao wamemkhalifu Mwenyezi Mungu na mtume wake. Waman yushaqi llaha fa inna allaha shadidul iqab, na yote anemkhalifu Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa adhabu lahu kwake. Wadhalika, na hilo la kuadhibiwa kwa hizo adhabu mbili zilizotajwa hapo, ya duniani na ya akhera, biannahum shaqullah khalafullah, kwa sababu wao wamkhalifu Mwenyezi Mungu. Shaqu kwa maana khalafu, wamemkhalifu Mwenyezi Mungu wa rasula, mtume wake. Wa yushaqillah fa inna allaha shadidul iqab, na yote mwenye kumkhalifu Mwenyezi Mungu ashaika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa adhabu, mkali wa adhabu lahu. Ma qata'tum min linati, mlioukata nyinyi Waislamu katika mitende. Lina ni mtende. Ma qata'tum, mliokuwa mmeukata, ya muslimun, min linati, katika mitende. Au taraktumuha, au mliokuwa mmeuacha, qaimatan, hali ya kuwa wenye kusimama, ala usuliha, juu ya mashina yake, biidhnillah, huo ni kwa rukhsa, ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wowote ule ambao umeukata, maana ilikuwa ni kukatwa mitende, kukata mitende ili yaani kuwavurugia maisha yako kabisa, kuonyesha kwamba hapa hakuna ukazi tena hapa. Amen. Kata mitende, kata mitende. Ndeni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema ma qatatum ya muslimun min linati, mlioukata nyinyi Waislamu miongoni mwa mitende, nakhlatin au tarakumu au mliouacha. Mara mengine wamekata, wengine wakata. Mliouacha qaimatan, hali ya kuwa ni kusimama, ala usuliha, juu ya mashina yake, biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ay khayyarakum fi dhalik, Mwenyezi Mungu amewakhiyarisha katika hilo, amewakhiyarisha. Sateni mnaoona, mwingine wacheni hivyo. Kwa hiyo ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Waliyukhzi alfasiqin, na ili awafadhiheshe wale mafasik, awafadhiheshe wapate fedheha. Waliyukhzi alfasiqin, na ili awafadhiheshe bilidhai, kwa kuudhiwa, fil qatl, katika kule kukatwa mitende. Ile ni khizi, wafedheheshe afasik wale alyahudi, ambao Mayahudi, fi itiradhihim, katika kule kupinga kwao. Maana mwanzo walipinga, sasa kule katika kule kupinga kwao sasa inalazimika, maana katwe vitende, ondoke hapo. Wao walipinga bianna qat'a shajari almuthmiri fasad, kwamba kukata miti yenye matunda ni uharibifu.
fi i'tiradhihim, katika kupinga kwao, bi anna qat'a al-shajari al-muthmir, kwamba kukata miti yenye kuzaa matunda fasad, sema ni uharibifu. Walikuwa namna hiyo, wanasema ni uharibifu. Aliambia kateni hivyo hivyo. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Alichokirudisha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake kutoka kwao, fama aujaftum, hicho hamkukifanyia haraka, alaihi, juu yake, min khairi, miongoni mwa farasi, wala rikabi, wala ngamia, walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, Mwenyezi Mungu anawasaliti mtume wake, anawasalitisha mitume wake juu ya anayemtaka. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wama afa Allah, na alichokirudisha Mwenyezi Mungu, ala rasulihi, juu ya mtume wake, minhum, kutoka kwao, fama ujabtum, hamkukifanyia haraka, asra'atum ya muslimina alaihi, hicho hamkukifanyia haraka. Maana kuna mali ambazo Mwenyezi Mungu alizirudisha kwa mtume wake bila ya kupatikana vita. Hilo ndio fai. Sasa hiyo maafa Allah, maana nyingine ambazo zilipatikana bila ya vita ndio fama aujaftum alai, hamkufanyia haraka. Wala sio kwamba ionekane ni haraka kabla ya vita nyinyi mkachukua. Mvichukua vile wala hakuna vita, ndio kufanyia haraka. Kama aujaftum alai, hamkufanyia haraka. Sawa. Sio kwamba vilipatikana kwa sababu ya vita nyinyi, kwa hiyo itakuwa nyinyi mfanyia haraka, kwa hiyo nyinyi hamkufanya vizuri. Maana fai ni vile vitu vinapatikana bila ya nini, bila ya vita. Sasa kuna vitu ambavyo vilipatikana vikatiwa mkononi, wala hakuna vita, bado hakuna vita. Sasa vile ni vya mtume. Sasa ndio hiyo kwamba nyinyi hamkufanyia haraka hivyo. Miongoni mwa farasi, katika hivyo mlichukua farasi mapema kabla ya vita, wala rikabi, wala ngamia, mlizokusanya mapema. Maana yake ai lam tuqasu fihi mashaqqata, hamkupambana ndani ya hivyo na tabu yote, hamkupambana na tabu yote, hamkuwa na vita wala nini. Kwa hiyo walikwenda tu kufika pale, kakusanya ngamia, wakakusanya nini, bila vita yote. Ndio hiyo inaitwa fai. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, lakini Mwenyezi Mungu anawasaliti
mitume yake pasi na haja, alama yashajua anemtaka. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu ya kila kitu ni mweza. Kwa hiyo swali tulosnao ni kule kuwapa nafasi kwa chukua bila ya kupatikana vita vyovyote. Hii ndio namna yake. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mweza. Kwa hiyo hivyo fala haqa lakum, nyinyi waumini hamna haki nyinyi katika hivyo vipatikana kwa njia ya nini? Ya fai. Nyinyi hamna haki. Unaelewa? Vile vitu vipatikana bila ya nini? Bila ya vita. Vitu hivyo nyinyi waumini hamna haki. Hivyo vya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala haqqa lakum fi, hamna haki nyinyi katika hivyo. Wa yakhtassu bihi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, anahusikanavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man dhukira ma'ahu, na wale waliotajwa pamoja na yeye. Fil ayati thania, katika aya pili inayokuja. Aya pili itaelezea taratibu yule Mtume, alafu hao sio kwa itilaq kwamba watu wote wanyang'anyia. Sio ghanima. Ziko ghanima ambazo hizo Waislamu wote wanapigana, lakini fai hapa. ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم, atahusikana na Mtume صلى الله عليه وسلم. Waman dhukira ma, na wale waliotajwa pamoja naye. Fil ayati thani, katika aya pili. Na sana fil arba, katika aya 4. Alama kana yaksimu, yeye alivyokuwa mwenyewe Mtume anagawa. Min anna likulli minhum, katika kwamba ana kila mmoja katika hizo mbea hizo. Min anna likulli minhum, katika kwamba zina kila mmoja katika wao hizo mbea hizo. Khamsal khumsi, wana khumsal khumsi, wana khumsi ya khumsi. Khumsal khumsi, wana khumsi ya khumsi, yani 1/5 ile mali ile fai inagawanywa fungu ngapi? 5. Zile mbea 4 zile zinapata khums, alafu zile zilizobaki zile 5, alafu khumsi 5 zilizobaki za nani? Mtume. Khumsi 4 na khumsi 4 wao wanapata khumsi ya khumsi. Min anna likullin minhum, katika kwamba ina kula mbea mmoja katika wao khumsal khumsi, khumsi ya khumsi, yani fungu moja katika mafungu 5, so inaitwa khumsal khumsi. Walahu sallallahu alaihi wasallam labaki, na ana Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichobaki. Ishatolewa khumsi moja katika zile 5, kilichobaki chote cha nani? Cha Mtume. Yafalu fihi masha, anafanya ndani yake anachokitaka mwenyewe, analolitaka. Kwa hiyo katika hilo analolitaka mwenyewe, faata minhu, akawapa katika hili fungu lake yeye, akawapa almuhajirin, ndio akawapa muhajirin. Fungu lake yeye lile, kwa kuwa ameambiwa yafalu fihi ma yasha, anafanya ndani yake anachotaka, basi faata minhu, akawapa katika hilo fungu lake almuhajirin, kawapa muhajirin.
Sasa muhajirina kipindi kile bado hawajakuwa na uwezo, wamehama kutoka Maka huko na mali zao wakaacha huko. Kwa hiyo wamekuja huko hali ya kuwa dhufu la hali, kwa hiyo vile wapewe muhajirin. Pia wa thalathatan min al-ansar, akawapa watu watatu katika ansar, bifakrihim, kwa ufakiri wao, wale wahitaji sana hawa. Nao hao ni Abu Dujana wa Sahal ibn Hunayf wal Harith ibn Simma. Hao ndio waliopewa, na pia akampa Saad ibn Muadh Saif ibn Abi al-Haqiq. Saad ibn Muadh akamwambia, wewe chukua panga wa ibn al-Haqiq. Panga huu ulikuwa na habari kubwa. Kwa hiyo ndio wafanya. Ma afa Allahu ala rasuli, ndio inakuja sasa aya pili kuelezea mpango maalum, mpangilio maalum. Ma afa Allahu ala rasuli, kile alichokirudisha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake, min ahli qura, kutoka kwa watu wa vijiji. Vijiji hivyo Safra, kama vijiji vya Safra huko, wa Wadi al-Qira na Wadi al-Qira, wa Yamba na vijiji vya Yamba vilivyotoka, ngawira zilizotoka, wanasema ngawira fai zilizotoka katika vijiji hivyo kuja kwa mtume. Hivyo falillahi, ni janan, ni za Mwenyezi Mungu, walidrasul, pia ni za mtume, walidhil qurba, na wale wenye udugu na mtume, Banu Hashim hawana Banu Muttalib, waliyatama na mayatima, watoto wadogo wadogo waliofiwa na baba zao ndio mayatima, wal masakin, na maskini wenye haja katika Uislamu wao, wabini sabil, na wasafiri waliotindikiwa katika safari zao, hawana nauli, hawana nini, wapewe hao. Ma afa Allahu ala rasuli, kile alichokirudisha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake, min ahli al-qura, kutoka kwa watu wa vijiji, Kasafrai wa Wadi al-Qira wa Yambo na miji mingine. Hapa ametaja michache, lakini sio hiyo tu. Safra iko katika ardhi ya Quraidha na Nadhir. Basi asema falillah, hivyo ni vya Mwenyezi Mungu, yaamuru fihi bima shaa, anaamrisha mwenyewe Mwenyezi Mungu anachokitaka. Walirrasul, na mtume, walidhil qurba, sahibi al-qurba, na wale wenye udugu na mtume, qarabati nabi min bani Hashim wa bani Muttalib, waliyatama, na mayatima, atfalil muslimin, watoto wadogo wa Waislamu, alladhina halakat abahum, ambao wamekufa baba zao, wa fuqara, na hali ya kuwa ni mafakiri. Kama na utajiri, basi hawa haina sababu tena, wanaweza kufa, kafa baba zao, wao wakabakishwa ni wadogo, lakini wameachiwa mali, au sio wakupewa, hao ni mayatima, lakini si wakupewa, sababu si uwezo wanao. Kwa hiyo sichukuliwe tu kwa mutlaka yatima ndio afanye nini, apewe. Ni pale itakapokuwa hana uwezo, baba yake hakumwachia chochote, lakini mtu ana magari kadhaa wakaza,
tajiri kwa kweli, leo kwa sababu babake kafa ndio awe ni yatima. Ni yatima kweli, lakini uwezo anao, hana sababu. Walmasakin ذوي الحاجة wale wenye haja min almuslimin, wabni sabili almuqatti, yule aliyekatikiwa fi safari, mwenye kutindikana, mwenye kukatikiwa katika safari yake, ambaye hana chochote min almuslimin, katika Uislamu. Ayastahiquhu, hicho kilichopatikana katika miji hicho, yastahiquhu nabii sallallahu alaihi wasallam, anakistahiki nani? Anakistahiki mtume. Wal asnafu al arba'a, na zile bei nne zilizotajwa pale, alama kana yaksimuhu, juu ya vile alivyokuwa mwenyewe mtume anagawa, min anna likullin min al arba', katika kwamba wana kila mmoja katika hao wanne bei nne hizo, khumus al khums, walahu al baqi, naye ana kilicho. Maana wale wote wale watapewa khumsi al-khums, watagawana hiyo khumsi al-khums. Zile bei nne zote zitagawanywa katika ile nini, khumsi al-khums. Ile khumsi moja ndio itawagaia wale wote, nne zinabaki kwa nani? Kwa mtume. Kaila yakuna dulatan, kwa ajili isije ikawa ile fai ile ni kinyang'anyiro, kwa vile kwa imepatikana tu hivi hivi, kwa tena hapo ni kinyang'anyiro, kila mtu tena atataka hapo apewe hivi, isije ikawa hivi. Kaila yakuna, amegawa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba hiyo ni ya mtume na hao tuliowataja hapo. Kwa nini? Kaila yakuna dulatan, kwa ajili isije ikawa hiyo fai ni nini, ni kinyang'anyiro. Kaila yakuna kaibi maana lam, manake li alla yakun wa muqaddaratun ba'daha yakuna al-fai. Kaila yakuna al-fai, kwa ajili isije ikawa hiyo fai hiyo ni ilatun liqasmihi, liqasamihi, hiyo ndio ile ya kule qismi, kwa ile kugawa kwa ni qasmihi, kadhalika kugawa kwake kama hivyo ilivyotajwa. Isije ikawa dulatan mutadawala, ni kinyang'anyiro baina la ghaniyai minkum, kati ya wale matajiri katika nyinyi. Anakuwa kwa sababu patikana tu na wale watajiri pia watahitaji, na sisi tupewe. Haisiwe hivyo. Wama ataakumur rasulu fakhudhu, na alichowapeni mtume chukueni. Wama nahakum anhu fantahu, alichowakatazeni katazikeni, komeni. Wama ataakumur rasul, alichowapeni mtume min alfai wa ghairi, katika fai na vinginevyo, fakhudhu, chukueni, kichukueni hicho. Wama nahakum anhu fantahu, na alichowakatazeni katazikeni, maana acheni, komeni. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab, tena Mwenyezi Mungu ni mkali wa adhabu. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المهاجرين لا يكون للفقراء نعم ساسا للفقراء المهاجرين. maana hiyo imetaalaka na ijabu, wastaajabuni wale mafakiri wale muhajirin, ndio maana yake hiyo. Lilfuqarai haitaalaki na huku nyuma ya nyuma hako, kama kwamba alikwisha yale, mwisho wake uliishia pale, inna Allaha shadidul iqab. Sasa lilfuqarai almuhajirin wastaajabu, wale mafakiri ambao ni muhajirin, mafakiri ambao ni muhajirin wastaajabiwe, yani kwa jinsi vitendo vyao ni vizuri, walivyoonyesha moyo mzuri, hao wastaajabiwe, waonyesha moyo mzuri. Alladhina ukhriju min diyarihim, ambao walitolewa katika miji yao. Maka huko ndiko kwenye miji yao, walitolewa huko na makafiri wa Maka, metokeni nateni Madina, mtu wenu sio kwa Madina, wafangoja nini? Tokeni. Alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika miji yao Maka, wa mwali na mali zao pia, yani wamehama wao tu, mali zote wameacha huko. Yabtaghuna fadlan min Allah, hali ya kuwa wanataka nini? Fadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wameyafanya hayo kwa kutaka fadhili kwa Mwenyezi Mungu. Waridhiwana na radhi. Yabtaghuna fadlan min Allah, hali ya kuwa wanataka fadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu, waridhiwana maana riziki na radhi. Wayansuruna Allah wa rasula, na wanamnusuru Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wenye kusema kweli, fi imani, katika imani zao. Hivyo vyote wameviacha, wanatafuta radhi za Mungu. Wameacha majumba yao, mali zao, wamehama huko. Nini wanachokitafuta? Yabtaghuna fadlan min Allah, wanatafuta fadhili kutoka kwa Mwenyezi. Waridhiwana na radhi, kwa sababu pote ya mbali tuko tayari kuacha miji yetu, majumba yetu, mali zetu, lakini sisi tunatafuta nini? Fadhili ya Mwenyezi Mungu na radhi zake basi. Halafu pia yansuruna Allah wa rasula, wanamnusuru Mwenyezi Mungu na mtume wake, maana dini yake. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wenye kusema kweli, fi imani, katika imani zao. Wakisema sisi ni waumini, Mwenyezi Mungu athibitisha hao ndio wenye kusema kweli.
Naam. Walladhina tabawwa'u dara, na wale ambao wamechagua mji wa Madina, wale imana na imani, min qablihim, kabla yao. Walladhina tabawwa'u dara, na wale ambao wamechagua mji wa Madina, ail Madina. Adara maana yake ni mji wa Madina. Wal imana, na wakachagua na imani. Alifuhu, ambao wamezoea mji huo. Maana ya tabawa ni kule kuzoea, ambao wameuzoea mji huo, si kuchagua kwa maana labda ya nini, kama hao muhajirina ambao wameacha miji yao wakachagua mji huo. Kwa fasiri kwamba alifuhu. Anasema qawluhu ay alifuhu, ashara bidhalika ila anna qawlahu wal imana ma'mulun limahdhuf, wa yakunu min asl al-jumal idh la ma'na li tabawu al-imani. وهذا أحد وجوه الجارية في قوله علفتها تبنا وماء باردا، أو ضمن تبوأ معنى لازم، والمعنى لازم الديار والإيمان. Asili hiyo, na wale ambao wamelazimiana, wao sema hivyo, na wale ambao wamechagua mji wa Madina, maana wamelazimiana mji wa Madina, wale imana na imani pia wakaizoea. Wanaalifuhu, amedhamiri, amerudisha kwenye imani. Humul ansar, nao ni ansari hao. Min qablihim, kabla ya hao muhajirin, huko nyuma. Yuhibuna man haja ilayhi, wale nao hao watu wa Madina wanawapenda wale waliohamia kwao. Wala yajiduna fi suduri haja, wala hawakuti katika mioyo yao hasadi yoyote. Walladhina tabawwa'u dara, na wale ambao wamelazimiana na mji wa Madina, wal iman, na wakaizoea imani. Wal ansar min qablihim, kabla yao. Yuhibuna man hajara ilayhi, wanawapenda wale waliohamia kwao, yani wanawapenda wale muhajirin. Wala yajiduna fi suduri haja, wala hawakuti katika nyoyo zao hiqdi, yani hasad, mima utu, kutokana na vile walivyopewa. Nabii sallallahu alaihi wasallam vile alivyowapa mtume wale muhajirin, kwa sababu muhajirin sio aliwapa mwenyewe mtume, baada ya kupewa zile faida aliwapa muhajirin. Sasa wale watu wa Madina hawana hasadi yote, hawakuti kwamba kwa nini wamepewa muhajirina tu, sisi hatukupewa. Wamepewa watu watatu tu kwa majina katika watu wa Madina. Kwa hiyo wale nao hata hawakuti hasadi yote, mima utu, kutokana vile waliopewa wale muhajirin. Unaelewa? Ata nabii sallallahu alaihi wasallam muhajirin min amwali bani nadhiri mukhtasat bih, katika mali za bani nadhiri zilizohusika na yeye.
wayuthiruna ala anfusihim, na wanawatanguliza wenzao kuliko nafsi zao. Watu wa Madina wale wanawatanguliza wenzao ala anfusihim kuliko nafsi zao, walau kana bihim khasasa, ijapokuwa kwa wao haja, hata kama wana haja. Ila ma yuthiruna bihi, kwenye kile ambacho wanawatanguliza wenzao kwacho, hata kama wana haja. Ila ma, kwenye kile ambacho yuthiruna bihi, wanawatanguliza wenzao kwa hicho. Walaka wala yukashuha nafsi, mwenye kukingwa na ubakhili wa nafsi yake, hirisiha ala almali, juu ya mali, fa ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Ama yukashuha nafsi, na mwenye kukingwa na ubakhili wa nafsi yake, hirisiha yani pupa la nafsi, ala almali, kupupia mali, hii ndio shuha. Fa ulaika humul muflihun, hao ndio muflihun, ndio wenye kufaulu. Tashiria hapo, tashiria hapo. الله رسوله أعلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وآخرنا أذكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شر، وأكرنا بالرضا منك العيون، وقد عنا ربنا كل ديون، قبل أن تأتينا مسحما، واغفر استوأنت كرام ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، بالكتاب في للناس شفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصلاة المصابيح الخلاص، علي باسق وقفا، مستجيب على ربي فهمنا علوما برسول الله، وحلل عنا المشكلات